Yes, Inayo TV pamoja na millardayo.com. Inaitwa Steve TZD na siku ya leo na ripoti kutokea hapa Bagamoyo. Nimehesabu zaidi ya kilomita 75 kutoka Dar es Salaam mpaka Bagamoyo, na tunafahamu Bagamoyo ni sehemu ambayo ina makumbusho mengi ya kihistoria. Ikiwa na sifa kwa sehemu hii ilikuwa inafanyika biashara ya utumwa na vitu vingine mbalimbali vya makumbusho vinapatikana hapa Bagamoyo. Kilichonileta hapa Bagamoyo ni kikubwa zaidi kukuonyesha kisima chenye maji ya blue. Kina sifa nyingi sana. Unaambiwa hicho kisima ukinywa hayo maji unakuwa mlowea wa Bagamoyo. Yani wewe unakuwa uwezi kuondoka nje tena Bagamoyo, unakuwa ni wa hapa hapa. Kuna ukweli ndani yake. Leo nimepata nafasi nzuri na kukaa na mzee wetu Bwana Ramadhani, anatupa ukina wa story hii ya kisima hiki kinachopatikana hapa Bagamoyo kinachofahamika kama jina la Blue. Kwa jina ninaitwa Ramadhani Saidi Mkomeni. Ni mzaliwa wa Bagamoyo na mkulia wa Bagamoyo. Tukifuatilia history ya visima hivi visima vilichimbwa katika mwaka 55 na wakoloni wa Kiingereza kwa kuwaonea huruma wakazi wa mji huu. Sasa vipo vingi na kimoja ni kile pale kile asili ya kuitwa kisima Blue. Wazee wetu huko nyuma walikuwa wakifua nguo zao nyeupe zile hutumilia blue kwa kungalisha zaidi nguo zao, kanzu zao zile. Na kile wakati huo kilikuwa pembe ya mji. Kwa hiyo wanakuja pale, wanafua na kuanika pale. Kikawa maarufu kwa kazi hiyo ya kwenda fulia pale. Sasa kwa matumizi yale ya blue ndio kikaitwa kisima Blue. Kama chakule kinaitwa kisima ng'ombe, kwa kuwa walikuwa wanaenda kunywishwa ng'ombe pale. Hiyo ndio asili ya kuitwa kisima Blue. Ila sasa kuna nyimbo nyingi utazipata kwa wengine au sehemu mbalimbali. Wengine walikuwa wanasema kama utaingia katika mji wa Bagamoyo, ukipata maji ya kisima Blue na ukiyatumilia, basi utakuwa wewe huondoki Bagamoyo, unaseelea. Lakini hizo zote hizo nasema ni nyimbo, lakini asili yake ni hiyo, kwamba pale wazee walikuwa wanafua nguo zao kwa kutumilia blue. Kama Zanzibar kuna kisima Mablue nako, lakini kazi zake ndio hizo, si vingine. Wakati huo wa nyuma, huu mji ulikuwa una vizuu vingi. Sijui umenitambua. Sababu hata kile ukipita saa nyinginewe muda sio, unaweza ukawakuta watu pale usio fanana nao. Na kisima Blue kile kulikuwa kuna watu maalum, hao wanatembea maeneo yale. Nikizungumza hivyo nikimaanisha kwamba ni viumbe mbadala kwetu, ni majini. Kwa hiyo wanatoka pale wanakwenda mpaka kisima ng'ombe, matembezi yao hayo. Sasa wewe unaweza ukakutana naye pale, ukaona umemwona mwali mzuri, mkaongea, mkakubaliana, mkaondoka, akakuonyesha maajabu huko mbele huko. Sababu kuna kijana mmoja, bahati mbaya sasa hivi hatunaye. Huyo
alikutana naye pale Mangesani, wakaongea, wakakubaliana. Akamwambia tangulia nyumbani. Nyumba gani unakaa? Kamwelekeza, akamwambia basi baada ya muda mimi nitafika. Cha ajabu sasa, yule bibi kafika, asigonge dirisha wala nini, akastokea mtu akanampeti tu ndani. Nishafika, akasangaa, kaona labda nimesahau mlango. Bibi yule akajisogeza kitandani. Zamani tuna taa zetu hizi za vibatari, tuzimetaa. Sasa miujiza aliotoa bibi hapo, jamaa mweleka, sababu ilipotaa na pale walipo kipande. Sasa bibi yule kanyosha mkono tu, akenda akazima taa. Basi jamaa hakujielewa tena bibi huyo. Kwa hiyo ulikuwa mji mmoja una mambo ya ajabu ajabu sana, na maeneo haya ya visima. Sasa sijui kama walivipandikiza wenyewe waliochimba au vipi. Okay. Hiki kinachosemekana kwamba kisima cha Blue ni ukinywa maji yake unakuwa mloea wa hapa, yani uondoki hapa maisha yako yote na kwa Bagamoyo, kuna ukweli ndani yake? Hiyo haikuwa kweli. Kila sasa, kwa kuwa wakati huo wanaokuja wote ni watu nseme walowezi wa kutoka mbali. Sasa akifika Bagamoyo, maana sisi ndio tumeibadili kuita Bagamoyo, lakini uhalisia wake ilikuwa inaitwa Bwagamoyo. Manake ukifika hapa unaambiwa ubwage moyo wako, ikimaanisha kwamba mji mmoja poa. Sasa mazingira yale yanawavuta wengi kuwepo hapa, sio kwa kutumilia maji yale ndio wewe uwe mlowezi hapa. Na hili neno la Bagamoyo ilizalishwa na Bwagamoyo. Hii Bwagamoyo ilianzishwa na Waafrika wenyewe baada ya kuja hapa Bagamoyo ama ilikuwaje? Hili neno Bwagamoyo lilianzishwa na wenyewe uwasilia wake. Umeona Waingereza walivyoingia kwa kushindwa kutamka ile Bwagamoyo, ndio wakachenchi wakaita Bagamoyo. Hiyo kama unakumbuka mzee, ilikuwa mwaka gani ipi hiyo kuanzisha hiyo Bagamoyo au Waingereza baada ya kuona Waafrika wanasema Bwagamoyo, wao wakafupisha wakasema Bagamoyo? Hiyo Waingereza toka kuingia kwao, kutokana na lugha yao, kuna 12 na huko ndipo lilipoanza neno Bagamoyo. Na kwa kuwa watawala wao na uwepesi wa matamshi ya hao na wale wageni wanaoingia, basi limefiti, imekuwa Bagamoyo, lakini kiuwasilia wake ilikuwa inatamkwa Bwagamoyo. Okay, sawa. Unaweza kutuambia Bagamoyo hasa watu huko wanajishughulisha na nini? Biashara kwa vitu vingine kikubwa hasa Bagamoyo? Bagamoyo sosi kubwa kwao ni uvuvi
na kilimo. Haya mambo ya biashara yamezuka sasa kwa utandawazi, lakini asilimia kubwa walikuwa ni wakulima na wavuvi. Kwa hiyo asilimali kubwa ilikuwa ni bahari kwa wakazi wa Bagamoyo. Ina maana watu wa Bagamoyo kwa wanachotegemea kikubwa ni uvuvi tu. Uvuvi. Walikuwa hawana kingine chochote zaidi ya uvuvi. Na maisha huko yameendaje, yani ukizungumzia bidhaa na vitu vingine? Sasa hivi ndio kuna mchanganyiko huu. Mfano kwa wakati huo kikubwa ni kilimo chao mpunga na mihogo. Sasa haya yamekuwa ni mazao makuu na ndio mazao ya mlo. Kwa kumalizia mzee, mimi nakushukuru sana, asante sana kwa timu yako. Kwa yule anayekuangalia sasa hivi kupitia Ayo TV, unamwambia nini kuhusiana na uzuri wa Bagamoyo? Kwa sasa hivi naweza nikasema, kwa mimi nasema Bagamoyo imechangamka, na tumebahatika kwamba ni mji mmoja uliokuwa poa. Najua sasa hivi kuna matukio mengi ya ajabu ajabu, lakini hapa kwetu kidogo yako mbali. Nakushukuru sana mzee, asante kwa timu yako. Shukrani.